Goko ni kaunti-ini ya Embu kuria njereire mutumia uyu uria wetagwo Mama Gift na uria ugacererwo muthenya wa Sunday no yukite ya tariki 26 ni TikTokers. Habari zenu. Mimi ni Mama Gift ama Purity Mugambi, ndio jina yenye yangu ya kuzaliwa. Witekie kana urege mwana uyu wa Mama Gift akoretwe na mathina matiganite ma mwiri maria macungiriria akoragwo akihuthira mitungi ino ya riera. Na undu wa kumakania na wa kugegania ni ati Mama Gift atigirwo ni Baba Gift me thibitari thutha wa kuigua ati mwana uyu ena thina. After that video aliambiwa yeye alisema kama mtoto amepata unaweza ushinda, hizo ni mashinda za kwetu nyumbani. Saidi ya kwa wananga watoto wenye ni walemavu. Yes, gathashia mwanyamuro mururi wa Paxson TV we kuria gwethe rakorokirera muthenya wa muthi otogo ndakoro gikumenyithia twe guku Embu guku ndiko Mama Gift na twagiuka muthenya wa muthi gutu kimenye Mama Gift no tondu ndamenya aingi ni maraigwa Mama Gift twaga tukimashera muthenya wa Sunday mostly TikTokers na regi no wende gukorwo kimenya Mama Gift no nikio ndagiuka muthenya wa muthi na niwe gakumenyithia ati tariki 26 ni Sunday no yukite na ithuothe twakorwo guku mucini uyu niguo tukorwo tukinyitirira Mama Gift no ni undu wa wewe kuraihu nikio kiu niki gitumigia kiu niki moya itumiria citumite njuke guku muthenya wa umuthi tondu riu wewe kuraihu kwina andu meroragia mekoria US kwina andu mekoria Gulf na ringi matikahota guka muthenya wa Sunday nikio ndoka ni undu wanyu kana wewe guku bururi-ini na ringi wakorwo ringi we busy no ukorwo ugituma uteithio waku na tukorwo tukiheo namba ya Mama Gift ni undu wa we ukwenda gukorwo kibukiria kindu. How are you Mama Gift? Niko poa. Uko salama kabisa kama sisi? Niko salama na shukuru. Tusalimie pale utuambie unaitwa nani na huku ni wapi na utukaribishe. Ninawasalimia nyinyi wote, habari zenu. Mimi ni Mama Gift ama Purity Mugambi, ndio jina yenye yangu ya kuzaliwa. Ninawakaribisha sana, huku ni Embu. Ni kwa boundary ya Embu na Kirinyaga, President Kathoge. Tunawakaribisha sana. Ungenda kunyitirira Mama Gift ugutuma uteithio waku gwitukira namba yake ya thimu niyo 0717573771 o ringi njokere 0717573771 na maritwa ni Purity Mugambi. Nikiwa kazi bila nikujanga kazi then ndio nikapatana na jamaa tukaanza kudate tukakaa 1 year and 4 months. Tukapendana like mimi nikaona ni kama ako serious so nikamwa tunaweza pendana tuone then ndio in the process tukapendana nikapata ball. Mimi nikaendelea na kazi sikuacha job nikaendelea na kazi still 9 months. Still jamaa tulikuwa in good terms but sasa vile tuliendelea hivyo time ya kupata mtoto ilitanga issue. Yeah. Kwani kuliendaje? Vile nilipata mtoto vile nilienda sisi kwa na shida sijai kuwa mgonjwa ama nini but vile niliendanga hospitali ya kupata mtoto ndio niliendanga na hiyo labor nikakaa 14 hours. Najua vile mtoto kileba for long anachoka na enda choo anarudi na kunywa hiyo choo. So mtoto wangu after kukunywa hiyo kitu alipatanga kitu inaitangwa meconium exposure like brain yake ilikosa oxygen. Sijaelewa akikaa sana anakunywa Yeah. Akienda choo, akikaa sana kwa tumbo anachokanga. Na saa nyingine wengine wanaenda choo then wanarudi wanakunywa hiyo choo. Unaona? The moment ashakunywa hiyo choo anakuanga na kuna shida inampatanga. So yeye alipatanga na hiyo nini meconium exposure though nilienda sasa then akumanage kulia. Akapelekwa NBU still akulia tukakaa 2 months lakini akaanza kuconverse. Alianza kutweet akiwa 2 days of life. So ilibindi nielezo mtoto yeye amekuwa na issue akiwa 2 days. Juu lazima tungeanza check up za hiyo brain juu alisema sasa hiyo brain is affected kama sense zake zimeonekana mapema ni kuonyeshana 99.9 ya brain yake imekuwa affected. Yeah. So hapo ndio jamaa alienda ama akaitwa sasa akaelezewa juu uende to donate brand haende surgery juu alizaliwa na pia na hernia intestine zake zilikuwa zinatokea hapo kwa kitovu. Lakini tukaambiwa lazima angeongezewa damu. So unajua sasa obviously ukiambiwa ukuje unonate damu mtoto ongezewe na si mama you have to ask kwa nini ni mtoto na si mama. So ndiye alielezeangwa so kwa na issue donate blood by the way. Hata wenye wananijua hiyo time niliombanga damu but gondes gundi nikapata. Kuna mtu alijitoreanga akakuja akamdonatea then akaenda mtoto akaenda akafanywa CS the first CS. Yeah. So after that video aliambiwa yeye alisema kama mtoto amepata unaweza ushinda, hizo ni mashinda za kwetu nyumbani. Saidi ya kwa wananga watoto wenye ni walemavu. Aiyo. Yeah.
So hapo ndio sasa akasema hivyo na akaenda. Akaamua kutoka hapo kushughulikia anything. Yeah. So sasa alikuacha ama wewe ndio nini? Aliniacha. Yeah. Na sasa maybe mostly mambo ya bills, alisikia mambo ya bills ndio ilimshtua sana ama ni venye tu aliona tu mtoto amekuwa hivyo akasema. Niliambiwa taarifa ya mtoto ndio ilimfanya nini, ilimshtua juu sasa hapo expect mtoto anaweza kuwa na issue. Yeah. Au kujaribu maybe kuongea na yeye. Nilijaribu, nikajaribu but siku make. Yeah. Well, and that was when? 2024. Pole sana. So after that kulienda aje sasa? Ukasema tu mtoto alikaa huko hawalo. Tulikaa huko for 2 months tukadischarge then tukatumwa Kenyatta. Tukaenda Kenyatta, tukaenda MRI brain with the contrast and without contrast. Kaniambia 99.9 of the brain is affected. And whatever brain is affected is not reversible. So tukaenda akakuwa akona hiyo shida ya kupumua then tukapiwa picha ya roho. Kaonekana still side moja ilikuwa na maji. Ndio sasa wakamfanyia surgery pia. Hiyo open surgery nikakuwa successful though baadaye kuna veins zilianza kushindwa kufanya. Akaniambia sasa tuendelee na dawa. Tumekuwa tukiendelea na dawa, therapies hizo. Yeah, then tukambukua surgery ya brain side moja. Yeah. So hii wakati wote nani anasimamia mambo ya bili? Ni wewe peke yako tu? Mimi nimekuwa nikisaidiwa sana na social worker. Cause bili kikuwa kubwa, rafa NHIF, unaona NHIF imekuwa ikifanya. Isipokuwa vile SHA imeingia, kutoka SHA ingie ndio kumekuwa sasa tumekuwa na mashinda like wenye tuko na watoto wako na ama mtu yeyote tu ako na long term condition. Juu SHA 99% itusaidii sisi. Unaenda unaambiwa SHA hapa iwezi kusaidia less ukiwa inpatient. Na unaona NHIF hata ukiwa outpatient bado ilikuwa inakusaidia. So mimi nimehangaika tu side ya bill time kutoka SHA ibadilishwe. Juu hata nikienda NHIF tukikuja ni 500,000 ilikuwa inakulipia. Juu mostly 500, 600, 700 ilikuwa ngao na legi mbili yetu. Yeah. Wow. Pole sana. Nasikia mtazamaji, najua kuna wengi pia wamepitia story kama hiyo. Kuna watu hapa najua hata wewe maybe unatazama, maybe uliachwa na mtu wako kwa sababu maybe ulipata mtoto bibi yako kuna complications, ama ulipata akiwa na shida yoyote alipata mtoto wako akiwa na shida yoyote akamwacha. But mimi naambianga mtu asiwahi kufa moyo. Tukiendelea naweza penda upeane namba yako hapa kwa sababu najua kuna watu wanaweza penda kuendelea kurusha kitu hapa as we continue talking, ama tukiendelea kusikiza story yako. Tupe namba yako na majina. Namba yangu ni 0717 573 771. Rudia tena. 0717 573 771. Na majina itaitwa nani? Purity Kawira Mugambi ama Purity Mugambi. Purity Kawira Mugambi. Hizo ndio majina zenye zitatoka ukishatuma pesa, na naweza omba wale ambao wanatazama hapa, wewe ukiwa na shilingi yako, ukiwa na 100 yako, ukiwa na 200 yako, ukiwa na 1000 yako, 10,000, ile tu Mungu amekusaidia nayo yenye unaona tu utatumia, utasupport Mama Gift nayo. Na kuomba tu uweze kufanya hivyo, na najua narudianga kila wakati nasema saa zile umesupport mtu kama huyu ama saa zile umetoa, hautatoa ati alafu ukose. In fact venye umetoa ndio unaendelea tu kubarikiwa. So hii ni wakati wetu wa kusimama na Mama Gift. Wengine wakikuja Sunday tukue at least pia hata kama utakuja bado Sunday unaweza anza hata kurusha kitu yako saa hii mapema, ndio best. Na Mungu atakubariki sana. Everyday namba tena 0717 573 771. 771. Na majina ni Purity Kawira Mugambi. Purity Kawira Mugambi. So after that sasa mlika ukaenda Kenyatta. Tukaenda Kenyatta, nikakaa 2 months, nikadischargewa, nikarudi. Sasa nilikuwa nakaa mostly na chaos sababu singe manage kununua vitu zenye alikuwa anahitaji, like kununua hizo mitungi, hizo concentrator. Sasa tulikuwa tunaweza toka usiku kama leo, then tunarudi kesho. Unapata oxygen iko chini. So ilifika Ngamari nikauliza daktari dhaoni wewe wenyewe anaweza msaidia nayo. Then wakaniambia kama unataka mtoto wako usiku unakaa hosi sana, you have to buy the oxygen. So mimi nikaanza kujaribu kuchangisha, nikaanza kuingia online nikijaribu kuongelesha watu, na wamekuwa wakinisaidia by the way.
wacha niseme kutoka nianze kuingia online mali nimefika ni wao wamenishikilia. It could be hard for me cause mimi nilikuwa nakosa ndo chakula. Inabidi narudisha mtoto Osia na kwa TPN. TPN ni chakula ya mishipa. Hii naikanga watoto wenye wakuli na mdomo. Juu sasa una otherwise saa ingine hii tube nayo. Juu sasa kutoka kwa tube uwezi mpia kitu yote unapata. Kuna chakula yenye nafaa kule, nafaa kukula vitu zenye ziko na acid. Unaendangu unapata hizo vitu zenye ziko na acid, kina marawa, kina nini hizo sukuma, ni zenye unaweza pata haraka na pesa kidogo yenye uko nayo. So unapata tuko na hard time ya kukula, kukunywa hivyo. Like mimi sasa nikiwa Osia was very happy. Tu sasa unaona struggle kulipa rent, struggle kukula. So tuseme for example saa hii kama hakungekuwa na hizi machine, saa hii mtoto angekuwa anakaa Osia. Tungekuwa tumerudi Osia tu. So hata mimi naweza penda kujua atakaa na hii machine nani gani anatumia mostly zote mbili ama unaona kuna hii na kuna nyingine mtazamaji kama anaona vizuri kuna nyingine iko pale nyuma. So ni gani inatumika? Zote. Kuna hiyo na kuna kingine kako hapo nyuma pia. Kuna kingine kadogo still kako hapo nyuma. Ako nyuma kabisa nikakuweka dawa za asthma. Jua na kuanga pia asthmatic. So dawa za asthma hizi uwezi mpia na tube, jua ziwezi msaidia. Mostly asthma ina affecting airways, hii side ya juu hapa airways. So lazima umweke hapo then umpulizie hiyo hewa ingie kwa mishipa. So hizi pipe zimeingilia hapo kwa mapua mpaka ndani kabisa. Haijaenda bali imeingia tu hapo kwa mapua. Ni hiyo tu ya oxygen. Okay. But chakula na kula vizuri. Chakula tunakuranga na mpira. Venye nimeona ukinini ukimpatia. Kila kitu yake hata maji hakuna kitu anakulanga na mdomo. Pole sana. Tunaendelea tu kutupea namba tena sababu mtu anataka kutuma kitu 07 17 573 771. Na majina ni Purity Mugambi ama Purity Kawira Mugambi. Yeye jina yake anaitwa Gift ama? Anaitwa Giftana Mwenda. Wow. Sasa babake amewahi piga simu ama je hata kushughulika? Hajaipiga simu. So mimi ndiye nimekuwa nikimpigia simu. Saa ingine unajaribu kumuongelesha uone kama hata sikusaidia sinisaidie mimi pasa. Unaona mimi niko sawa. Ajaribu tu kunisaidia kama matibabu ya mtoto hivyo. Kuna dawa zenye anatumianga which they are very expensive. Unapata saa ingine si manage kuzipata. Na akikosa dawa sasa nakuanga severe. Hata mali tulikuwa tumeimprove kidogo tunarudi neutral. Juu sasa unaona the more like time brain isha affectiwa. Hata wewe ukijua brain ikiwa na shida, kila kitu itakuwa abnormal. So ndio kuweza kumtuliza like atulie kama watoto wengine, like akue happy kama watoto wengine, lazima atumie dawa za kumaintain hiyo nini condition yake. Na sajai respond pia hata. Ajai respond. Hata time nilikuwa namtafuta alikuwa anasema yeye ana pesa. Nilikuwa nimeona TikTok watu wakisema Baba Gift anarudi, amesikia TikTok wanakuja. Ati alikuwa amerudi ama nilikuwa nimesikia watu wamesema hivyo. Okay, hata mimi nilipatana na hiyo clip but niliposti wangu na mtu sijui. Huyo ni jamaa anaitwa Baba Gift lakini yako na mtoto msichana anaitwa Gift. So hata mimi vile nilionanga hizo video nienda nikaangalia then nikajaribu kusearch ni nani hiyo. Nikamuona then nikafanya video nikasema huyo mtu hata sijui na akakuja akasema yeye ni Baba Gift lakini wake ni msichana na si huyu. So watu wali confused na huyo. Juu ukienda kusearch Baba Gift ni anakuja. Na sio yeye. Sio yeye ako na mtoto wake msichana lakini anaitwa Gift. Na pia kuna condition. So ni walikuwa na speculate hiyo maneno ati Baba Gift amerudi, hajarudi na hata hajapiga simu kusema ati anataka kurudi. So wewe uko hapo hivyo unataka kumsupport Mama Gift, nakuomba uweze kutuma kitu yako kidogo ama ile kitu utapata ile usaidizi yote uko nayo unaweza tumia Mama Gift kupitia hiyo namba ametupatia hapo, na wale wako pia hapo kwa YouTube tumeiandika hapo chini, wale wako huko Facebook tumeandika hiyo namba hapo chini na ni 07 17 573 771. Na majina ni Purity Kawira Mugambi. Purity Kawira Mugambi. Hii sasa pipe atakaa nayo for how long?
Hatujui juu sasa. Sisi tunangojeanga tu oni report ya daktari. Juu nimekuwa nikijaribu kuuliza story ya kuona. Juu pia kuona onangi hizo YouTube ya kukura na tube, hiyo oxygen. Wakaniambia, "No, sasa sisi tumefanywa surgery 7. Tulikuwa tunaenda ya 8 hii mwezi." Then nikaambiwa niachane nayo kwanza, ningoje TikTok wakuje watuchangie. Then juu mtoto anaweza kuna possibility ya kuenda India, haende afanywe zote huko non India, shida ikifanywa hiyo nyingine na huko. So nikaachana nazo. Basi sasa daktari waliniambia akisha improve hiyo asthma time itatulia kabisa na hiyo side yake ya low kishakuwa sawa kabisa. Hata kama siku manage kumrudisha clinic, nilikuwa nimrudisha clinic mwezi, but siku manage kumrudisha juu sasa uiona tambo nienda ya ya ambulance kutoka hapa kuenda KNH ni 10k. Una hiyo consultation fee nini na nini, so kama una pesa huwezi enda. Still hizi vitu zinakungojea, mtungi you have to refill, hiyo ya backup, hiyo nyingine na kunywa stima you have to pay the bill. Like nikaangalia nikaona stame kocha kwanza nikipata do nitarudi tuone kama zilikuwa imebakisha tu, hizo pens zilikuwa zimebakisha kidogo akuwe sawa, then tuachane na hizo ndawa, then tujaribu kustabilize hiyo kupumua yake juu akiwa na asthma still ina affect jia ya kupumua juu anakanga tu akifungana. Yeah. Wow. So hizi mitungi una refill? Hii mtungi ni ya kurefill. Nyingine ni ya stima. Na sasa ni pesa ngapi? Hii kurefill sasa? Hii kurefill ni 3500, then 500 ya kubeba. Yeah. Wow. Inakaa 2 weeks. Haya 2 weeks. Hey, so lazima mtu akue. So mtu kama ana pesa so uwezi refill sasa. Uwezi. Wow. Ni challenge gani mostly mnapitianga ukiwa na mtoto? Challenges ni mingi sana. Unajua sasa kama una like huyo mtoto, kitu ya kwanza ndio at least useme uko stable ni ukuwe tu financially stable. Juu ndawa lazima atumie vitu zake zote, hakuna kitu unaweza access bila pesa. Yeah. Na unasikia bado mtungi kubadilisha ni after 2 weeks. Ya mtungi kulifill tutumia ni 2 weeks. Still ndawa zenye anatumianga ni 33,500 per month. Sasa hiyo unaona siko kazi ni kuomba. Like unapotanga tumekosa dawa juu, unaweza pata tumepata tuseme kama ni 15. Kuna dawa huwezi pata nusu. You have to buy the full. Unapata kuna zenye tumenunua, kuna zenye hatujanunua. Yeah. Wow. Bado naona bado ikiwa a very big challenge kwa sababu kama sasa huna kazi na hata ukipatikana uwezi enda kazi, si ndio? Siwezi enda juu niliambiwa kama ni kazi unless ni ajiri nurse. Na kuajiri nurse per day mwenye atakubali pesa kidogo ni 2k. Per month unaona ni around 60k. Sasa unaona tu ile 2k na mtoto juu kupata kazi kama hiyo utapata wapi? True. Yeah. Najua Mungu atatenda jambo. Na najua hata TikTokers wakikuja huku mambo itakuwa different, na after hata hivi video najua watu watasupport hapa. Unasikia sasa imagine hata ukimpatia kazi haezi enda kazi kwa sababu tena hata itabidi ajiri nurse. Na kwa ajiri nurse every mwezi at 60,000. Na lazima mtu akue na pesa na nowadays venye hata pesa ipatikani. Na bado hata kama hata hiyo pesa maybe inaweza patikana bado kuachia bado nurse, unajua yeye akiwa na yeye ataweza kumwangalia vizuri, unaona, kuliko kushinda ati ameajiri nurse. So wale watu ambao wanatazama hapo kupitia hiyo namba ambayo tumepewa, endelea kutumia Mama Gift ile support yako ambayo uko nayo hapo, najua Mungu atakubariki. When you give you get. Ukipatiana tu hivi, wale watu wanapeana juu, unajua kuna watu wanakuanga very supportive huku. Ukipatiana tu hivi unajuanga tu venye umepatiana lazima utapata, lakini ile mkono ambao haitoi haipati pia. So wewe kama umezoea zoea kupeana, ndio ukipeana hivyo unapata. So kama uko na 100 yako, si ati nasemanga sio lazima mtu akuwe ati na pesa mingi ati ndio saidie mtu. Hapana, unaweza kuwa hata uko na wewe uko na 100. Leo sema hata utajisacrifice, useme utatumia Mama Gift 50 bob ama hata 20 bob. Wewe uko na 1000, jisacrifice utumie hata kama 500. Wewe uko zenye uko nazo tu unaweza mtumia na najua atafurahia. So Sunday watu TikTokers wanakuja. Sijui umewakaribisha? Yeah, ninawakaribisha nyinyi wote. Mahali tu mapari penye mtu wako tu mwenye ataweza kufika, mwenye pia atatu support na paybill ama numbers. Mmekaribishwa sana na Mungu awabariki na wafungulie tu milango ya baraka. Mmekuwa tu watu wa baraka kwetu. Kuzingekuwa sio nyinyi sijui tungekuwa wapi. Yeah.
Sijui kama isipokuwa namba kuna umetengeneza maybe kama paybill hivi mtu akitaka kutumia paybill. Tuko na paybill. Sijui kama utapeana. Sijui hiyo fedha. Ukipata utanitumia nitawekea hapo. Yes. Oh, pole gift. Pole. Pole. So wale watu ambao wanatazama waendelee kutuma support kupitia hiyo namba ya Mama Gift. Najua Mungu atakubariki na bado ni challenge kwa sababu hapa wanakaa ni kukomboa, si ndio? Yeah. Na sasa unalipanga nyumba kama pesa ngapi? 3,300. So wewe uko hapo, maybe unaweza hata jitolea useme uta support, maybe utamlipia rent maybe ya miezi kadhaa before hata TikTokers wakuja. Najua hata TikTokers wakikuja hapa, najua by the way atakupata nyumba itakuwa rahisi sana. So watu wa TikTok, huyu mama unaona anakaa kwa Kikomboa, at least akikuja mbadilishie maisha, at least asikae sasa kwa Kikomboa, najua mambo itakuwa sawa. Venye tulifanyia kwa kina Karuma Boy, venye mlisupport kwa kina Karuma Boy, huyu mama hata akisupportiwa hata hivyo hata mimi naweza furahia sana. At least atafutiwe mahali pa kukaa, atafutiwe apate at least pesa, atafute mahali ka shamba ajenge, akuwe na kama mahali anajua halipi rent. Hapo najua anaweza furahia sana. So pole sana Mama Gift. Najua maybe ulikuwa umefika mwisho, but sasa tazidi unaona utume struggle na mambo hivyo, ndio Mungu anakujanga sasa. Yes, so sijui unasikia roho yako aje sasa? Okay, mimi sasa hivi wacha niseme nimekuwa nikiambia to God I'm willing kukaa na huyu mtoto but sina support. So nimekuwa nikiomba tu Mungu, nikimwambia tu anisaidie nipate tu wenye wanaweza ni support. At least wewe mimi nikikaa na huyu na mtoto at least nakuwa niko relieved. Juu tuseme dawa zimeisha, hauna. Hii mpira nayo inakuanga na duration. Tuseme mpira imekatika uibadilishe, hauna na mtoto hawezi kula na mdomo. Unaona? Unapata uko na stress after stress. Lakini nikipata tuseme hivyo nimepata support, mtoto ako na dawa, mtoto mpira ikifika kubadilisha naweza mbadilishia, kumlipia therapy, at least nitakuwa capable kukaa na huyo mtoi na nitakuwa tu sawa. So vile nisikia wanakuja nilifurahia sana kwa nimekuwa tu nikiwaomba tu, hata kabla wakuja nimekuwa tu nikiwalilia tu TikTok, wanatununulia chakula, wanatubadilishia tube, wanatununulia dawa, wanatulipia pia rent. Yeah. Wow, na walifikiwa aje na information mpaka wakasema sasa watakuja? Hata mimi hata nilikujulia bado TikTok. Venye tuliona kwa kina Karuma Boy ndio watu wakisema sasa next naenda kwa Mama Gift, ndio nikakuwa interested kujua huyu Mama Gift ni nani. Walikujua aje? Nimekuwa nikiingia live. Nilianzanga na live za wenyewe, unaenda kwa mtu na comment na kupandisha, wengine wanakusikiza. Unaona kama followers. Unaona ukiingia TikTok una followers wa kufungua kamera, kwingine usaidiki juu watu wanasema una koni. So kitambo nijulikane, I suffered a lot cause kila mtu anataka nifungue kamera na sina kwa nini viewers wenyewe wangenisaidia kufungua kamera. But God came through kupandishwa hivyo, napata followers mpaka nikaanza kufungua kamera. So kuna wenye vile waliona ninaingia live, walianza kuingia live, wanashare kwa watu wengine, hata wenye platform kubwa hivyo. At least hapo sasa ni kwenyewe nilianza kujulikana hivyo kidogo. Yeah. Wow. May God bless you nyinyi wote ambao mnapandishanga watu huko. Kuna watu naonanga pe wengi sana wakisupport huko watu. Kama mtu anaitwa Vikinaliam mnamjua? Unajua kuna msichana anaitwa Vikinaliam, hata naonanga akisupport watu sana. Akiona mtu ako na shida hapo kwa TikTok anakuja anampandisha hapo. May God bless you nyinyi wote. Na wale ambao watu wanashikilianga watu wengine, may God bless you. Wale watu wanatumanga, hata wewe ulituma Mama Gift, at least ajulikane. May God bless you. Hata Mungu hatakusahau. So Mama Gift Sunday tutakuja na watu watakuja wengi sana, na sijui kuna watu wajui njia vizuri, by the way unaweza wa explainia. Kuna mtu maybe amekujua hata leo, amesikia story na anataka pia kukujanisha na TikTokers siku ya Sunday. Sijui utawaelezea direction hadi wapi? Okay, juu event itakuwa hapa mahali tuko. Watu watakuja tu, wenye wanatoka side za Nairobi watakuja mpaka Embu town wapite. Wende mpaka Embu Level 5 Hospital. Akiwa Embu Level 5 Hospital, aulize njia inaendanga Koimogo. Koimogo. Yeah, akiingilia hapo usiende mahali. Enda na hiyo njia straight. Utaenda tu utatokea mahali utapata kumeandikwa Jungiri Showground iko kwa njia na kuna board iko kwa barabara. Jungiri Showground. Jungiri Showground. Okay. Aha. Na hapo ndio event itakuwa from saa ngapi? Event itaanza kutoka saa 2.
juu sasa kabla wao watoke Nairobi tunapaswa tuende tuwatengenezeange kama ni mahali watakaa hivyo juu tuko karibu. So kutoka 2:00 mmekaribishwa na Mungu tu awalinde. Mimi nawaambia tu Mungu awalinde juu unaona vile accident zinafanyika. Segine tunapanga vitu, unajua tunapanganga vitu lakini kitambuyo kitu kamiliki na kuanga ni neema ya God. So ambapo Mungu hivyo tumepanga, God atushikilie na walinde, na pia kuna wengine wana struggle kupata kazi, kupata kitu wataweza kufika nayo huko. So naombea wote God wafungulie milango, wasiwahi kosa cause they will be supportive to us. Na pia wote watakuwa wanahitaji pia wa Mungu awakumbuke. Biblia inasema kitu ya maana sana. So Mungu tukikuja kwa barabara by the way tukuje vizuri. Kutoka tena kwa kina Karuma, tulienda kwa kina Karuma, kuna mtu wa Nduthi alikufia kwa barabara. Tukaenda tena huko JCM, mtu akagua na pikipiki bado, wengine wakaumia, kuna mwingine bado alikuwa akufa wanauku Makoyo alikuwa anazikwa juzi. So watu unajua watu wa Nduthi culture they are very supportive na watakuwa hiyo siku. Naomba tu tukuje tu vizuri, tutumie barabara vizuri, tusikuje kupata ajali by the way because it is very bad. Mtu amejitolea amekuja kusupport after unapatane na ajali. Tukuje tu polepole tu na tutafika, na may God bless you. Watu and the culture. Nyinyi mnanifurahisha sana. Hakuna mahali naenanga na wakosa. Sasa nilisikia tena mkisema huku msafara ya TikTokers ni nyinyi mtakuwa mmeongoza. May God bless you. Na tuna Mama Gift na wagojea na mmesikia direction. So Sunday nilimesikia wengine, hata kuna wengine wanani inbox wananiambia Parkson usikoje kukuja Roysambu Sunday asubuhi nitakuwa hapo Roysambu. Watu wa the culture nadhani wanapatana hapo Roysambu. Hao wengine sijui wanapatana wapi, tutaelezewa. So wale watu wanakuja kwa Mama Gift, watu wa Embu tunakuja kwenyu, huku ni Embu County, na hata nyinyi tunaomba wenye wako huku Embu tu hiyo siku, kwa sababu wageni wanakuja kutoka different parts na Mama Gift ni mmoja wenyu. Ni vizuri hata nyinyi mkue wa kwanza mmefika huku, ndio tukifika at least hata nyinyi mkue huku. May God bless you. Hata wewe Mungu akubariki mwenye utaendelea kusupport Mama Gift before hata Sunday ifike, na wewe unajipanga hata kukuja Sunday kusupport Mama Gift. May God bless you na usiwahi kosa. Mama Gift ni nini watu wajue about you, na unaweza tataka maybe wajue kama nini anything that watu wajue about Mama Gift na unaweza taka maybe wajue. Panika kuna kitu wajue. 99% wananijua kupitia TikTok. Na wamekuwa akiniuliza maswali, my personal issues. So yes, have been analyzing my life from 0 to where I am. Ndio. Baba Gift akisema atarudi, utakubali arudi? Siwezi kubali juu haina maana niache wakati na kuhitaji, wakati nimesaidika unataka kurudi. That is like ni kama tu kusema ninataka tu kujirudisha kwa shida. Juu huwezi jua huyu mtu aliondoka kwa intention gani. Kupata mtoto wako na issue si kitu ya kufanya uende. Tunafaa tu struggle. Kama ni hiyo TikTok tunaingianga kuomba, tunaingia wote tunawaambia sisi ni couples, but tuko na mtoto wako na issue na tumeshindwa kumfikisha mahali fulani, tusaidieni. So it was not the best option kwamba mtoto wako na issue anze kuniblame nisaidia kwetu. Kuna wenye hata walizaliwa they were very healthy wakati walizaliwa. Wengine wakapata na accident, wengine wakaparalyze, wanaenda na wheelchair. Si eti walizaliwa wakiwa hivyo. So that was not the best option, and because I chose to stick with my baby, siwezi mrudisha. Do still the baby will suffer. Tuseme nimemrudisha TikTok imekuja imenichangia. Sijui intention yake, mbona kwa anarudi kama TikTok au amenikuja kunichangia. Ikuwa na target ya kuja tutumie pesa ishe tena aende. Nitakuja kuambia nini? Si eli tuseme nitibio mtoto na hiyo pesa ikisha nikuje niliwaambia. Pesa yenye mlini support nayo nilitumia hivi na hivi ikaisha. Lakini nikikuja muone nimerudisha babake na pesa imeisha. Si mtaniambia tu babake amsaidie. Na si eti mnakuja juu yangu, mnakuja juu ya mtoto. So first priority ni mtoto. True, ni kweli. So Mungu akubariki, na najua mambo itakuwa sawa. Najua utateseka tena sasa kwa sababu watu najua wataendelea kusupport hapa, na after TikTok watakazo wamekuja najua mambo itakuwa sawa. So TikTokers
Mungu awabariki kwa sababu kwa hivyo mliamua kusupport watu. By the way, najua tena tukitoka Mama Gift tunaenda kwingine na kwingine, na hiyo njia mmechukua. May God bless you, kwa sababu najua kuna watu wengi watasaidika sana. Mimi wacha niwaambie watu kuna watu wako na shida wengi. By the way, hata hapa simu napigiana karibu kila siku, mtu ananiambia Paxson, mtoto wangu anafaa kwenda India, mwingine anafaa kwenda wapi, mwingine ako na shida ya kidney, mwingine ako mpaka nashindwa hata mimi nitafanya aje, kwa sababu watu wako na shida. Mimi wacha nikwambie wewe, kama uko hapo hivyo boy, hata nipigia simu, maybe hata sijai kuja kwako bado, nimekuweka pending, kwa sababu kuna watu wengi nimeweka pending hapa. Usijali, siku yako itafika tu na nitakuja. Ni vile unapatanga sasa watu ni wengi, hata unashindwa sasa ni wapi utaenda, ni hivyo. So but bahali tunapata, tunasaidia, tena tunaenda next. So tulia tu hivyo, siku yako itafika. Venye Mama Gift imefika, hata wewe itafika. Unaona Mama Gift hata amestruggle sana, na hata wewe najua umestruggle sana, na najua hata hapa kuna watu pia wa Paxson TV tumesupport wengi sana. By the way, wanaweza kuambia hata wao maybe hawakuniambia maybe na siku ya kwanza nikakuja. Ni vile tunaendanga tu tukikwambia goja mpaka siku ya Mungu, siku yenye Mungu anataka tukuje ifike, na ikifika hata hakuna mtu anaweza sema no. So Mama Gift, umetuambia by the way mtoto anafaa anaenda India, ndio uliambiwa, si ndio? Yeah, niliambiwa anaenda India, but sisi tulikuwa tunajua anafaa kwenda kutolewa cyst ya brain side nyingine huko. So after kwanza kusema hizo issues za kwenda kurundi huko, wakaniambia juu pastor alisema anaenda India, naweza ngojea maybe anaweza tibiwa atakuwa anaweza mfanya. So ndio nikacancel. Sasa na ngojea event kipita, then we have communication na pastor, then we will know what the next. Okay. Yeah. Okay. Pastor gani? Pastor Ben. Pastor Ben. JCM, yeah. Okay. So akienda India akitengeneza atakuwa akitumia hizi. Kuna possibility ya kuimprove side ya kukula, kuna possibility ya hiyo brain akitolewa, waliniambia wanaweza muimplant, niliambiwa wanaweza implant wa macho. Juaoni wanaweza, kama nitapata pesa yenyewe naweza mnunulia macho ya kuimplant. Yeah. Haya aonangi? Aonangi. Hata kidogo? Hata kidogo aonangi. So akona shida ya kutoona na nini gani nyingine? Aonangi, akona hiyo issue ya rosa, hiyo side moja. Still akona condition ya gastro, that is ndio maana nakula na mishipa na tubes, like njia yake ya chakula na alizaliwa kama imeshikana. So akikiwa kitu na side ya mdomo inaenda side ya lungs. Vile unakula chakula inaenda kwa tumbo yake, inaenda side ya lungs na broke. Yeah. Still alikuwa na hernia. Sasa hizo conversions hivyo, na hiyo asthmatic. Sawa. Najua watakusupport, na najua ataenda India na atatengeneza na mambo itakuwa sawa. Asante sana, nimefurahia atakuja huku kanikaribisha, na Sunday pia tutakuja na tutakuwa pamoja. Sijui tutasema nini neno la mwisho tukimalizia. Na pia uambie tu watu pia wakufollow huko, uambie wape namba yako tena, uambie unajitaji social media zingine hivyo. Okay, mimi kenye ningeambia watu pia tukisupportiana, tuombeane. Sometimes pesa iweze nunua uhai. Unaweza kuwa na a lot of money. Kuna watu pia wako na pesa, they are struggling with the different issues. So tuombeane, let's support each other. Kama God amekuwezesha in one way, unaweza saidia mtu, msaidie. You never know what your tomorrow holds. Still, wakati unasaidia mtu, msaidie na roho moja. Usisaidie mtu, unajua unaweza kuja tuseme hivyo umekuja muni support, after kuni support msikie Mama Gift amenunuliwa kakitu. Ni kama unaanza kusema Eddie hata singemsaidia, kumbe amekuwa na pesa kuniliko. Ujue Mungu hawezi kubariki. Ukipeana hata maandiko imesema kenye hii mkono imeshika nyingine isijue. So saidia mtu na roho moja. Ndio hata wewe one day one time hakuna mtu anakuangi na desires of the heart. Kuna hiyo kitu nalilianga God. Inaweza kuwa hiyo 50 bob yenye utakuja saidia nayo gift ndio itakutetea kwa Mungu siku utakuwa unahitaji. So tushikiriane, saidia mtu na roho moja, na still tuombeane. That is the only thing yenye naweza waambia. Juu shetani siku hizi ameinuka na with so many ways. Tunaona mnaweza kama hivyo mnashikana mnaenda kusaidia, mnapata kuna accident, kuna maiti. Hiyo si mipango yenu, mlitoka muende na mrudi, unaona? So everything you do, eka God mbele, tuweke Mungu mbele. Sisi tukishafanya yetu, ingine tunadedicate kwa God. Yeah. Haya, bado serikali pia ningependa uiongee kitu, kwa sababu nimesikia ukisema by the pande yenyu haiangalia. Ni vizuri kusema ukweli, kama pasha ifanye hiyo pande, sijui utaambia aje. Okay, mimi serikali, mimi am one of watu wenye wamezunguka. Mimi nishawaienda mpaka kwa children's.
Sama hata wa Nairobi wengine wananijua juu ni shirika imefika mpaka huko Nairobi. Nikaenda kwa hizo ofisi za watoto. Nikamwambia mimi nataka kupeana mtoto, then niende ni yaso like kuna hii barua wanaandikiananga nikupea mtoto kae na yeye, but nikikuja nikimhitaji utanipea. So mimi nilikuwa naenda kutafuta hiyo barua. Nikaenda nikakonectwa mpaka na ofisi za Nairobi. But baadaye waliniambia hata kama wanachukuanga mtoto, wawezi chukua mtoto kama huyu. Ako na lot of accommodation na hizi kana watoto wengine wenye wote wanasema wako na issue. Juu unapata wenye wanachukua wengine wanatembea, wengine wanamwaga mate, wengine hivyo. Lakini watoto wanaweza jifanyia kitu 1 2 3 but ni ile hawezi fanya kila kitu. Na wengine ni wale tu epilepsy wenye wanaanguka, wengine vichwa ziko mbaya, anaweza kimbia like watu kama hao. So aliniambia mimi huyu vile kuna condition hizo zote, huyu anataka unless wewe ndio mpeane osiro safi. Sasa unaona siku nataka kumpeana osiju, ukimpeana osi unaona utapewa. So I was like niende huko kwenye unaweza peana then urudishiwe. So serikali wanaweza tusaidia in one way or another. Kitu cha kwanza kama wanaweza tusaidia medication ya watoto kama hawa ipatikane. Hata kama ni disability kandi yenye wanasemanga tutachukua then watusaidie nayo. Unaona? Lakini saa hii ukienda kila ofisi wanakuambia, mimi nimeenda ofisi mingi sana za disabilities za watoto, wananiambia hakuna pesa. So serikali kama mnaweza tusaidia in one way or another, tusaidieni matibabu ya watoto. Na pia kama kuna pesa yenye wanaweza kuwa wanapewa jumu stili watu wenye wako na watoto kama hawezangi kuenda job, unawapeleka daycare wanakataliwa. Sasa hiyo kuna tuseme kama kuna mwingine ako na mtoto kama huyu na ako na mwingine mwenye ako sawa, still anamdefend, unaona. So unaweza kwa hiyo boost yenye atapata kwa huyu mwenye ako na issue, hata kikaa na yeye anaweza eka biashara kadogo aweze kujiendeleza na hiyo side nyingine kulia huyu mwingine. Yeah. So serikali muangalie watoto kama wengine wanakufanga, I'm sorry to say that, but some hao watoto wanakufanga juu ya kukosa pesa. Juu mtoto tuseme akikosa dawa 2 months atakufa tu. They always survive na hizo dawa zenye wanatumianga. Mwingine ameandikiwa tuseme kama ni surgery, mwingine ameandikiwa tuseme kama hizi oxygen na hana pesa. Unapata amekubali tu mtoto aende, lakini yeye mwenyewe alikuwa na angetaka kukaa na huyo mtoto. So let them consider watoto kama au watu wengine vile wanasaidianga au watu wengine. Yeah. Sawa sawa. Serikali ifanye jambo ndio at least mtu asi imagine mimi nashiranganga ukienda nchi zingine watu wa struggle hivi wale wako huko nchi zingine si ni ukweli ya struggle kama sisi hapa kila siku sisi watu wamekatwa kila kitu, hata ukinunua maziwa ukinunua nini bado hata unashindwa kusema nini. Yani Kenya hakuna kitu tunafanya nowadays na pesa hivi ukose kuninili juu ni kufinyira by the unapata vitu they are overtaxed. Hatuna shida na kuovertaxiwa, but tukiovertaxiwa si at least hiyo pesa tuone mahali inaenda. Kama ni hospitali watu hata wataki ati muwape chakula nyingi kama serikali. Watu wanataka vitu kama hospitali muangalie, vitu kama ni mambo na shule muangalie. Yani mambo mwananchi vitu zake vitu zisikuwe expensive, hata akienda kununua kwa duka ama ile mambo anafanya at least arahisishwe mambo ndio maisha iendelee kuendelea vizuri. So hivyo ndivyo mambo ilivyo. Huyu anaitwa Mama Gift na karibuni sana, mmekaribishwa. On Sunday tutakuwa hapa. May God bless you nyinyi wote mmejipanga kukuja, na tupe your social media handles na pia utupe namba yako tena kwa mtu ambaye anataka kutuma kitu. Okay. Mi TikTok najitanga Mama Gift. FB najitanga still Mama Gift. Yeah. Okay, namba ya Facebook huko? Yeah, Facebook niko ukisearch Mama Gift utaniona, nimeweka picha ya gift akikula tu utaniona. Okay. Yeah. Atupe hiyo namba yako tena. 0717 573 771. Rudie tena. 0717 573 771. Yeah. Majina ni Purity Kawira Mugambi. Purity Kawira Mugambi. Thank you very much. Asanteni sana kwa wale ambao mmekuwa kitazama. Tumekuwa na Chuma Moto TV. Asanteni sana wale wamekuwa wakitazama kwa Chuma Moto TV. Tumieni Mama Gift kitu. Wale wako kwa Kikuyu Star TV, tumieni Mama Gift kitu na Mungu najua atabariki. Wale wako kwa Paxson TV, may God bless you. Na umepata namba na majina, tumieni Mama Gift kitu na najua atafurahia. Neno la mwisho tu utasema nini tukimaliza? Okay, neno la mwisho ninaweza sema ni washukuru sana. Pia nyinyi kutoka kwenye mmekuja mkuje mtupe story yetu. Juu saa ingine
unaweza kuwa uko na kitu unaweza ongea watu wakusaidie but hauna njia yenye unaweza pata ya usaidizi. So may God bless you. Nimeshukuru sana kwa kukuja, and najua God send different destiny helpers to lead you. Najua pia kupitia nyinyi God atafanya njia na maybe Mbebe Gift atasaidika. Ndio. Yeah. Sawa. Thank you very much. Hogo ngo maundu makihana mwiroreri wikuria gwothe rakoro kirorera na kuria gwothe okiri ngibamu akurathime muthenya wa Sunday ni tariki 26 niguo twakorwo tuguku kwa Mama Gift na ni mwakiretherwo direction koguo we urathagathaga kwa muthenya ucio karibu sana na Ngai wa muoyo akurathime ni ndu aginya gubanga guka na guka kunyitira Mama Gift. We kuraihu na ndukahota guka na rorera video no muthenya muthenya wa Sunday kana o muthenya uri urakorwo kirorera video no mwikirie kindu hau guo na Ngai wa muoyo ni gukurathima hindira waheana Mama Gift yagutura kuhoyagira tari una ni njwe ni ambiti thaisi kumuhoera kauga mwathani turathima andu acio ni undu wa kunjiciria koguo weri mwikirie kindu hau guo urathimanĩrio hamwe na arĩa makirathimwo handu-inĩ ha Paxson TV kuma ukundu kikaine ta Embu County ni njitagwo Paxson Chege wa Gunya.